Nilizungumza na mrembo mmoja ambaye alinitafuta siku 3 zilizopita. Akashia na mimi kuhusiana na kitu ambacho anapitia, lakini baada ya yeye kushare story yake na mimi, binafsi nikajifunza kitu, nikapata kitu, nikaona kwamba siku hizi kosa la kwanza watu tuna mambo ya kujichukulia sheria mkononi. Tunafanya maamuzi pasi kuhusisha ndugu zetu, watu wetu wa karibu, ambayo baadaye yanakuja kubackfire na kutuletea matatizo. Sasa story ya huyu binti anaitwa Mima. Yes, Mima anapatikana Iringa. Aliniambia hivyo. Akasema sasa bwana, changamoto kubwa ambayo inamsumbua ni kwamba yeye kwanza umri wake ni mdogo tu, ni miaka 24. Katika miaka 24 wakati anafanya vipirika vyake vidogo vya biashara, alibahatika kukutana na mwanaume, wakapendana na nini. Sasa katika kupendana, yule mwanaume kama unavyojua, watu wanapenda vitu vyepesi, watu wanapenda vitu virahisi. Na kadri utakavyotengeneza wepesi wa mtu kupata access ya kuingia kwenye maisha yako, ndivyo inavyokuwa rahisi kwake. So kilichotokea baada ya kukutana na huyo mwanaume, wakaanza mambo yao ya harakati za mahusiano, kupendana hapa na pale, mawasiliano ya kawaida. And then ikafika wakati sasa mwanaume akataka kumvuta Mima karibu ili aweze kuwa naye karibu, waishi kama mke na mume, which is ni kitu ambacho Mima kaona kwanza ni unafuu, ni afadhali. Unajua unapokuwa katika zile harakati za kujitafuta, pesa yenyewe inapatikana kwa shida kidogo, and then unakutana na mtu ambaye yuko willing kuishi na wewe, meaning kwamba atakuhudumia kila kitu ambacho unahitaji. So Mima kaona it's okay, as long as ni boyfriend wangu, ni watu ambao tumependana na yuko willing kuishi na mimi, wenda ikawa ni dalili nzuri ya sisi kuweza kufikia malengo. Mima anasema toka wameanza uhusiano na huyo mwanaume wake mpaka sasa hivi wana kama miezi 8 ya kuwa pamoja, lakini ndani ya miezi 8 hii imezaa ujauzito. Waliamua kuishi pamoja pasi na kuhusisha upande wowote ule. Upande wa mwanaume hawajui kama mtoto wao anaishi na binti wa watu, na upande pia wa mwanamke hawajui kama binti yao kuna mtu anaishi naye, na wala hawajui kama yeye ni mjamzito. So kilichokuja kutokea baada ya Mima kupata ujauzito wake ambao sasa hivi una almost miezi 3, akaanza kuona mabadiliko kwa yule mwenza wake sasa ambaye anaishi naye. Mabadiliko yakoje? Akaanza kutakuta SMS ambavyo havieleweki kwenye simu ya mpenzi wake. Kwa hiyo kistaarabu tu kama mwanamke mwenye busara ambaye pia anajali mahusiano yake, akawa anazungumza na mume wake kumuuliza ni nini kinaendelea, mbona sasa naona kama kuna vitu ambavyo sifurahishi navyo kwenye simu yako, unazungumza na watu, unachati nao na nini, lakini kama unavyojua nature wanaume sometimes namna mnavyokuwa. Kwa hiyo alipokuwa akijaribu kumwambia mwanaume wake kuhusiana na ile, mara nyingi alikuwa akipokea unajua yale majibu ya hasira, ukali na nini. Hakuna majibu mazuri ambayo alikuwa akiyapata kwamba labda ni hivi au labda huyu ni mtu ambaye anafanya naye biashara or anything. Mwanaume anakuwa tu mkali bila sababu, anachukua simu yake anaondoka, iko hivyo. Sasa mambo yakaendelea hivyo. Ikafika wakati anakuambia mwanaume wake anaweza kuzungumza na mtu mwingine ambaye ni mwanamke kwenye simu, na Mima naye akiwa hapo anasikia, anazungumza naye tena vizuri tu, yani hajali, yani yeye amekaa pale kama kivuli. Mwanaume anamfanyia kusudi za hivyo. Sasa akasema hapa katikati hapa kuna tukio ambalo mwanaume wake alilifanya na yeye hakulipenda kabisa. Kilichotokea ni kwamba mwanaume wake anafanya kazi mjini. Kwa ilipofika mida fulani ya mchana, yule mwanaume akampigia simu Mima. Akamwambia hebu toka huko nyumbani, kwa sababu unapoishi ni mbali kidogo na mahali ambako mume wake anafanya kazi. Akamwambia toka huko nyumbani, hebu naomba njoo huko mjini, kuna kitu nataka nikupatie. Umeona Kwa Mima alivyosikia vile kuna kitu nataka nikupatie no, akaharakisha, kwa sababu kamwambia fanya haraka. Akaharakisha kwenda kule na nini, kujiandaa kaenda. Alipofika kule mjini ambako mume wake anafanya kazi, kutana na watu ambao wanafanya kazi na mume wake, akamwambia mbona ameondoka kama lisali moja hivi lililopita? Jaribu kumpigia simu. Mima akawa anajaribu sana kumpigia simu mwanaume wake, lakini simu ikawa haipatikani kabisa. Ni bora iite, mtu asipokea utasema labda kuna emergency or anything, lakini haikuwa ikipatikana kabisa. Umeona Kwa kaendelea kusubiria labda atarudi hapa, atarudi pale, as long as ameniambia mimi nije mjini, ngoja niendelee kumsubiri. Kwa hiyo Mima kaendelea kuchill pale, anamsubiri mwanaume wake tena na tena. Mwanaume hakutokea. Akaamua kufanya maamuzi ya kurudi nyumbani, kwa sababu sasa muda ukawa umeshaenda sana. Akasema ngoja tu nirudi nyumbani, kama kuna chochote either simu yake ikiwaka atanipigia kunipa maelekezo, ama kama kuna huo mzigo basi atakuja nao, kwa sababu nimeshasubiri sana na sioni matokeo yoyote.
And guess what happened? Mima anachukua usafiri, anarudi zake nyumbani. Kufika nyumbani kwake, anakuta mlango uko wazi. Kuchungulia ndani, ama kuna mwizi ameingia, ama tunataka kuibiwa. Kufika ndani, anamkuta mwanaume wake yuko comfortable kabisa, yuko tu na boxer, kifua wazi, amekaa zake kitandani, amewasha na TV anaangalia. Sasa Mima akaanza kujiuliza maswali. Kama mwenzangu alikuwa na ratiba ya kurudi nyumbani, kwa nini mimi kanitoa huko kunipeleka kule mjini kuniambia kwamba kuna mzigo nikauchukue na nini, alafu kumbe lengo lake alikuwa ni kunisumbua? Lakini akiangalia mazingira ya chumbani, the way alivyoyaacha yakawa tofauti. Mfano mzuri, aliacha kitanda chake katandika vizuri, nguo zilikuwa zimewekwa vizuri, sehemu ya vyombo imekaa vizuri na nini. Lakini akakuta kama vile kuna mtu tayari ameshapika pale kitandani, kuna shagala bagala imeshatokea. Alafu kimoyomoyo, katika hali ya kawaida mtu lazima utajiuliza. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena akamuuliza mwenzie, vipi, mbona umenifanyia kama hivi, mbona umeniweka sana kule na nini? Kama kawaida majibu ya mwanaume wake ni ya hasira, ukali muda wote, ndio kitu ambacho anajua. Lakini sasa baada ya kuendelea kumpeleleza tena na tena, si unajua mtu akishakasirika kiwa unamuuliza yale maswali fulani ambayo anajua kabisa yana touch. Kwa hiyo mwanaume baada ya kuulizwa maswali kadha wa kadha akajikuta ameropoka. Bwana, kuna mtu alikuwepo hapa, you know, mtu gani? Mwanaume akachukua t-shirt akavaa akatoka zake nje. Kwa hiyo sasa Mima anasema kawa anafuatilia simu ya mwanamume wake mara kwa mara, kuchunguza kuangalia kuna nini. Kila mtu ana maisha yake, kila mtu ana lifestyle yake. Kuna mwingine hawezi kushika simu, lakini Mima yeye ni mtu wa kupekua sana simu ya mtu wake. Sasa kwenye kupekua akakuta kuna namba ya mwanamke ambaye alikuwa akiwasiliana naye. Ikabidi amtafute privately kwa namba yake ya Mima. Kumtafuta kweli, yule binti akampa ushirikiano, akamwambia mimi kweli huyo mtu uliomtaja ni mtu wangu na simu nakaa sehemu fulani, mtaa fulani, mimi nilikuwepo hapo. Nilikuwepo, nilikuja, mbona nimekaa muda mrefu, kama wewe kweli ni mwanamke wake mbona sikukuona? And all of that. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vikampa majibu Mima ya kwamba anasalitiwa. Ni usaliti kwenye mahusiano yake, it's a real thing, ni kitu ambacho kipo na kinaishi na haujaishia tu nje, bali usaliti unafika mpaka mahali na kuishi na yule mwenza wake. So akaja kunitafuta, kaniambia, Titi, katika hili ambalo linaendelea katika mahusiano yangu, naomba mnisaidie ushauri ama chochote, kwa sababu as we are talking, mimi tayari ni mjamzito wa miezi 3 na ujauzito ni wa huyu mwanaume. Kwa hivi visa vituko vimeshakuwa vingi. Nimekuwa nikiona tu ndani hizi siku kadhaa, yani siishiwi kwenda kupima UTI, nikipima na ikuta UTI, imekuwa ni kitu ambacho yani yakiishi kipo, baada ya muda kidogo kinarudi tena kipo hivyo. Lakini baada ya huyu mwanamke kunidhihirishia kinachoendelea, ndio nimeamini kabisa sio tu zile text, lakini anafanya hivi vitu sana tu, na imefika hatua anavileta mpaka nyumbani. So nifanye nini? Mimi ndio hivyo nikasema nitaibeba story yako, nitakaa nayo kwenye Alazaro. As long as Alazaro ni familia kubwa, we will discuss it together. Wewe, mimi, yule na kila mmoja ambaye anasikiliza. Through hii discussion itaweza kuzaa ushauri ambao Mima akiusikia sasa ataweza kujua achukue hatua gani, aanzie wapi, afanye nini. Kwa sababu sisi tunatoa ushauri, lakini mwisho wa siku mwenye maamuzi ya mwisho ni yeye mwenyewe. Ataamua nini after that, yeye ndo atajua. Lakini kikubwa ambacho tunahitaji hapa ni kuona yuko kwenye upande salama, ni kuona amerudisha amani yake ya moyo, especially na hali yake ya ujauzito ambayo anayo. Kwa hiyo hivi ndivyo dilema yangu inavyokamilika kutoka kwake Mima, all the way kutoka Iringa siku ya leo. Karibu sana.